eyes are on the ball. Naibu gavana wa kaunti ya Busia pamoja na baadhi ya wajumbe wa bunge la kaunti hiyo wamelaani ukosefu wa uvumilivu wa kisiasa kufuatia madai ya shambulio la uchomaji moto lililolenga nyumba ya mjumbe wa bunge la kaunti aliyeteuliwa Rose Amoit na mumewe Gerald Emusugut katika kijiji cha Moding, kaunti ndogo ya Teso Kaskazini, kaunti ya Busia. Naibu gavana alisema tukio hilo la utekezaji moto ni kitendo cha kinyama na vilevile akitaja idara za uchunguzi kufanya uchunguzi wa kina ili kubaini waliohusika na kitendo hicho. Aliwataka viongozi wote wakiwemo waliochaguliwa na wale waliotafutiwa nyadhifa za kisiasa kuendesha siasa kwa ustaarabu. Niliona harufu kali kutoka pale kwa bedroom, nikaamuka kwenda kuangalia. Kulikuwa na joto mingi na moshi. Nikatoka nje haraka kwenda kwa meter box katika ile hali ya kutaka kuswitch off moto kwa sababu nilidhania huenda pengine ni stima. Fika pale nilipata dirisha ilikuwa wazi na nikaamua kuswitch off. Kuangalia kwa nyumba moto ilikuwa mwingi sana. Matikisange yenyewe hatujui ilitokea wapi ama ilisababishwa na nini. Lakini tunashukuru majirani walikuja kwa wingi, wakasimama nasi, wakabeba viti na meza vichache na vitu vichache ambayo tuliweza kuokoa. Kwa hivyo tunasema ya kwamba hiyo imefanyika, tujaishuhudia janga kama hilo. Imekuwa kitu ya maajabu sana, lakini yote tunaachia Mungu na serikali. Kama ni mwanasiasa amepanga na akatekeleza jambo hili, tunataka kumweleza huyo mwanasiasa that is not how we do politics. Katika ward hii, katika sub-county hii, katika sub-county hii ya Busia, sisi ni watu ambao tunafanya siasa yetu na amani. Tumezoea hivyo na tunataka hivyo. Siasa iwe ni ya amani, wakati uchaguzi utakapoisha, kila mmoja awe mzima na salama pamoja na familia yake. Wenyeji wa pwani na taifa kwa jumla wametakiwa kumuunga